Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi Watanzania wote ikiwemo wabunge tuliopo hapa ndani, wote tunatambua kwamba Mheshimiwa Rais amekuwa champion wa nishati, sio tu nishati ya kupikia, lakini nishati kwa ujumla wake. Na katika kuthibitisha hilo, na sisi mkoa wa Lindi tumekuwa sehemu ya wanufaika wa nishati, na vijiji vyote 523 vya mkoa wa Lindi tayari vimefikiwa na umeme. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, hii ni dhamira ya dhati ya Mheshimiwa Rais kuhakikisha kila Mtanzania anafikiwa na umeme na kila mwanamke anapata nishati safi ya kupikia. Unapozungumza umeme, unazungumza nishati safi ya kupikia. Mheshimiwa Mwenyekiti, niombe pamoja na jitihada hizi za Mheshimiwa Rais, lakini kule Lindi umeme umekuwa kama koroboi. Kwa msiojua koroboi, wengine wanaita kibatari. Umeme unakatika zaidi ya mara 10-20 kwa siku. Sasa je, ile dhamira ya kumkomboa mwanamke anayetumia nishati chafu ya kupikia tunaifikia? Hatutaifikia. Lakini je, ile dhamira ya Mheshimiwa Rais ya kuhakikisha kila Mtanzania anafikiwa na umeme hatuwezi kuifikia. Nishauri, najua kwamba serikali inaendelea kufanya jitihada na mikoa yote Tanzania isipokuwa mikoa mitatu tu imeungwa kwenye gridi ya taifa. Ni bado mikoa mitatu ikiwemo Lindi na Mtwara. Niombe pamoja na jitihada za serikali, sisi mkoa wa Lindi tukaungwe kwenye gridi ya taifa. Ndio uhakika pekee wa sisi kuwa na umeme wa uhakika. Wanawake wa mkoa wa Lindi wamenituma, wameniomba hii kero ya umeme wanayoipata sio tu inaendelea kusababisha wawekezaji kutokuja katika mkoa wetu, lakini inaendelea kuharibu bidhaa za watu, kwa sababu umeme ukikatika ukiwaka, ukikatika ukiwaka ni kero kubwa sana. Tunafahamu kwamba Mheshimiwa Rais anayo dhamira ya dhati, na nimesimama hapa kumuomba aendelee kutufikiria wananchi wa Lindi. Gridi imeshafika mpaka mkoa wa Ruvuma na tunajua mkandarasi yuko kazini, lakini anaenda taratibu sana. Umeme kutoa Tunduru, Masasi mpaka Magumbika ni kipande kidogo tu. Tunaomba watufikirie sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, suala la migogoro ya wakulima na wafugaji, wanawake wa mkoa wa Lindi wamenituma, wanasema wanawapenda sana wafugaji, wanaipenda sana mifugo, lakini inaleta adha kubwa sana kwao, kwa sababu sisi wananchi wa mkoa wa Lindi ni wakulima kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo niombe, najua muda wangu naelekea ukingoni. Mheshimiwa Mwenyekiti, niombe pamoja na kwamba tunawapenda wenzetu, tumeona kule Morogoro Mheshimiwa Rais mwaka jana kama sikosei alizindua mpango mzuri sana wa Tutunzane. Tuufuatilie mpango ule, kama umeleta manufaa twende tukautumie katika maeneo mengine ikiwemo maeneo ya Lindi. Na katika hili ni muombe Waziri wa Mifugo na Uvuvi, baba yangu, kipenzi cha moyo wangu kabisa, Dr. Bashiru Ali, tuongozane, kwa sababu inapofika mwezi wa 6 mpaka mwezi wa 12 hali kule Lindi inakuwa ngumu, akina mama wanateseka. Ukienda kwenye eneo linalopita mto Mbwemkuru, eneo la Kilwa, Liwale na Chingwea, Ruangwa, akina mama wanaishi kwenye taharuki. Jeshi la polisi hawalali kwa ajili ya kuhakikisha akina mama wanakuwa salama. Mkuu wetu wa mkoa Mama Telak anahangaika kuhakikisha kwamba akina mama wale wakulima wanakaa kwenye hali nzuri. Kwa hiyo ni muombe Dr. Bashiru twende akaone kuanzia mwezi wa 6 mpaka wa 12 jinsi akina mama wale wanavyoteseka. Asante sana Dr. Bashiru, amesikia. Naomba maliza hoja yako. Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga mkono hoja. Asante sana. Asante sana.